Hujambo, karibu sana kwenye Kona Frag ya Travel TV. Mimi ni Mbushi Kwelasa. Ligi kuu ya kandanda Tanzania bara imehitimishwa jana kwa kuchezwa michezo 8 katika viwanja 8 tofauti. Kwenye michezo ambayo imehitimishwa jana, timu za Kagera Sugar pamoja na Ken Gold ndizo ambazo zimeshuka rasmi daraja, wakati Simba na Yanga wapo kwenye mbio za ubingwa na watacheza mchezo wa kumtafuta bingwa siku ya Juni 25 katika dimba la Benjamin Mkapa, mchezo wa kuamua hatima. Kama Yanga atapata sare atakuwa bingwa, ama Simba akipata ushindi anaweza kuwa bingwa wa msimu huu wa ligi kuu ya Tanzania bara. Timu za Fountain Gate pamoja na Tanzania Prisons pia ni miongoni mwa timu ambazo zipo kwenye hati kwa kuwa zitakwenda kucheza playoff, nafasi ambayo ni ya kubaki ligi kuu Tanzania bara. Mshindi wa hapo yeye atabaki moja kwa moja, na atakayepoteza mchezo huo atakwenda kucheza playoff dhidi ya Stand United, timu ambayo pia ilicheza playoff kutoka ligi daraja la kwanza kuwania nafasi ya kucheza ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwingineko ni harakati za kuwania nafasi ya urais wa shirikisho la soka Tanzania bara, uchaguzi ambao utafanyika Agosti mwaka huu 2025. Miongoni mwa wagombea wa nafasi hiyo, Dr. Mshindo Msola amelalamikia hali ya hujuma ama uwepo wa taratibu ambazo zinavunja taratibu na maadili ya kuelekea uchaguzi huo. Dr. Msola ambaye pia amewahi kuwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, lakini pia rais ama mwenyekiti wa klabu ya soka Young Africa, anawania nafasi hiyo, huko pia akitoa lawama kubwa na kusema kwamba wanasubiri maamuzi ya kamati kabla ya kuamua nini ambacho wanaweza kukifanya kwa ajili ya kutetea haki ambayo wanahisi inataka kunyang'anywa na mamlaka iliyoko madarakani. Majina anaitwa Dr. Mshindo Msola, ni kiongozi muda mrefu kwenye michezo, nimecheza, nimefundisha, nimeongoza. Kwa kuwa na sifa hizo, niliamua safari hii nigombea nafasi ya urais wa TFF. Kwa baada ya kamati ya uchaguzi kutangaza, tuliambiwa kama tukachukue fomu pale tarehe 9 Jumatatu hii wiki iliyopita na turudishe Ijumaa. Kwa hiyo nilitimiza wajibu wangu, nimejaza fomu, nimelipa $500, lakini changamoto kubwa ambayo mimi kama mgombea nimeipata ni kwamba sikupata fursa ya endorsement. Kila niko jaribu, kila nikupiga hodi, kila nikupiga simu, waliniambia kwamba hilo zoezi lishamalizika kipindi kirefu. Sasa mimi kama mgombea nimeona leo niseme kwamba kama tulipewa siku 5 wote, ilikuwaje mwenzetu kwa na endorsement za kila sehemu? Na ukweli ni kwamba endorsement hizo tulifanyika miezi kadhaa kabla ya muda wa uchaguzi. Sio jambo la sahihi. Kwa mimi nasema kutopewa nafasi ya kupata mtu wa kudhamini ni kosa, na huo ni uhujumu. Mpira ni wa kila mtu, mpira sio mtu mmoja. Ni kwamba sijaridhika na maamuzi yaliyofanyika na kiongozi ambaye yuko madarakani. Katiba na mruhusu au kanuni na mruhusu yeye awe na wadhamini angalau 5. Inatosha. Sasa mtu anakuja na wadhamini 46. Ni hayo tu kwenye Kona Frag ya Travel TV. Mimi ni Mbushi Kwelasa. Asante. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii ni @TravelTV Tanzania.